Yes. Hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla munaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie. Na tunawatakia tena jioni njema ya leo samedi le 6 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Tumewaletea habari mbichi kutoka kwenye uwanja wa vita. Ni habari ambapo tutawaambia kinachoendelea muda huu kwenye ligne de front ndani ya territoire ya Masisi mu province ya Nord Kivu. Ndege za kivita za FARDC zilishambulia ngome za wasi wa AFC M23 karibu na Nyabiondo. Muda huu mapigano ni makali mu Walikale ndani ya kijiji cha Chanjikiro. Wazalendo na wasi wa AFC M23 wako napigana hapo. Tutawapeleka moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu ambapo tutawaambia muda huu huko kufron ni vipi, na tumewaletea taarifa mbichi tena mingi. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, channel inayowaletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kuendelea kusubscribe ili kukuwa na pata habari zetu kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike, kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, na muendelee kujiunga na shene yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa nafuata hapo kabisa jinsi mambo yako na endelea kufro video na mafoto pale zinafikaka kila wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo mu description. Gusa kwenye titre hapo chini ya titre utapata linki hiyo, na pale kabisa ujiunge, utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya province ya Nord Kivu mu territoire ya Masisi, maeneo ya Buhama, eneo kabisa karibu na Nyabiondo kwenye FARDC ilitumikisha ndege za kivita Sukhoi ikishambulia ngome za wasi wa AFC M23. Jeshi la Kongo lilishambulia kwa mabomu maeneo ya wasi wa AFC M23 huko Buhama, maeneo ya Nyabiondo ni ndani ya Masisi kama nilivyowaambia. Kwa mjibu wa vyanzo vya ndani, idadi ya watu ilitahadharishwa kwanza na milio ya ndege isiyo na rubani ilipokuwa ikiruka juu ya anga ya Nyabiondo kabla ya kushangazwa na mlipuko wa bomu pale. Hali hii iliwatumbukiza wakaaji wa eneo hilo katika hali ya hofu kubwa. Lengo la Buhama lilipungua hadi kuwa majivu kwa mjibu wa wakaaji wa Nyabiondo. Baada ya mlipuko huo, moshi mweusi ulitanda angani juu ya Nyabiondo na nafasi za AFC M23 zikalunguzwa pale. Na idadi ya watu kutokana na shambulizi hili bado haijajulikana. Hili ni shambulio la tatu linalolenga maeneo ya wasi huko Nyabiondo katika muda wa wiki moja. Hata katika kesi ya kwanza idadi ya watu haijawahi kurekodiwa, lakini katika shambulio la pili la bomu, ofisi ya utawala ya sekta ya Oso Banyungu iliharibiwa kabisa ikishukiwa kuwahifadhi waasi. Hapo ni ndani ya eneo ya Buhama Nyabiondo kwenye FARDC ilitumikisha ndege za kivita Sukhoi na drone zile avio zisizokuwa na rubani kwa kushambulia nafasi za hawa waasi wa AFC M23. Hali kwa sasa Nyabiondo ni ya wasiwasi, wanaendelea kukuwa na oga ya kwamba muda wowote tena ndege za kivita zinaweza kurejea kushambulia wasi wa AFC M23 pale. Upande mwingine mu territoire ya Walikale, territoire inayopakana na Masisi, wasi wa AFC M23 na wazalendo wako na pambana sana mu eneo ya Chanjikiro. Ilikuwa saa za saa 10 alfajiri kwa saa za hapo maeneo ya Chanjikiro, ambapo wasi wa AFC M23 na wazalendo wamekuwa wakizozana ndani ya mtaa huo unaopatikana mu Banamulema, pale ni ndani ya groupement ya Kisimba, ni territoire ya Walikale.
Kulingana na vyanzo vya kimila, waasi wa AFC M23 kutoka Ikobo wameanzisha mashambulizi dhidi ya nyadhifa za wazalendo huko Chanjikiro, mkusanyiko ambao walipoteza takribani miezi miwili iliyopita kufuatia kuwapiga kwa wazalendo. Milio ya moto wa silaha nzito na nyepesi ilisikika katika eneo hilo. Wakaaji wachache waliokuwa wanaanza kurejea nyumbani walilazimika kutoroka na kurudi msituni. Taarifa hii ilithibitishwa na vyanzo vya utawala vya ndani. Kulingana na wao, waasi hao wanajaribu kuungana na Ikobo na Kisimba kupitia ukanda wa Rusamambo Mpeti ili kuanzisha mashambulizi dhidi ya mji wa kimkakati wa Pinga. Hali bado ni ya wasiwasi katika sehemu hii ya sekta ya Wanyanga ambapo mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Mapigano ni makali kabisa. Hapo waasi wa AFC M23 wako napigana na vikosi vya wazalendo. Tuwapeleke moja kwa moja ndani ya Sud Kivu. Sud Kivu, mapigano yanayoendelea muda huu maeneo ya Luvungi, Axe Luvungi, Sange ni mapigano ambayo munapaswa kujua kinachoendelea na nitasema hivi, mujue kinachoendelea pale kufro na mukikaribishe, yani musikie ya kwamba ayo yalikuwa ndiyo juu hakuna cha kufanya. Nasema haya paske kumedia wakati niliwapa info ya kwamba wako napigania Luvungi, AFC M23 ilisha kamata Lubarika, Katogota wakashuka Luvungi njo kwenye wako napigania. Wengi walikuwa wanasema no, zingine media ziko nasema wajafika ndani. Luvungi kabisa iko mumikono ya FARDC na wazalendo, Katogota vile na Lubarika wajafika ndani. Memie ni nawapaka info na kushene niko na wapa mambo jinsi yako na kwenda, na munajua ya kwamba habari zangu kabisa ni habari zenye zinatokaka kufro pale pale mu eneo ya Luvungi. FARDC apres kuingia vile kwa AFC M23 walianza kufanya repli strategique kama kawaida, wakarudia nyuma wakielekea Sange. Muda huu tunapoongea vikosi vya jeshi la Burundi na FARDC na wazalendo wako maeneo yanayoelekea Sange, walitoka maeneo ya Luvungi, ile njo realite. Na huenda hakuna zingine media ambazo ziliwambia hayo, au ni kutokuamini hayo kutokana na jinsi munasikia kwamba haiwezi wezekana kabisa kiasi hiki AFC M23 kuprogrese siku moja vile. Me ile njo kweli ni kuwa na itika defete. Usisikie kwamba hayawezekani. No, yanawezekana. Mes frères, AFC M23 kwa muda huu iko Luvungi, iko Lubarika, iko Katogota na mapigano yanaendelea. Mabombe yako naanguka Sange pour le moment. Population ya Sange walishuka vers maeneo ya Uvira. Kule njo kwenye population iko naelekea, na hawajui ya kwamba watafika huko kabisa. Iko usiku, ni usiku deja, njia nayo si nzuri kwao, ni hatari me il faut kuwa na karibisha kile ambacho kinatoka pale kufro. Hapana kuanza sema no iko bongo iko nini bila kuchunguza na kujua realite ambayo iko pale. Yani naomba wale ambao wako napata habari wanasikia hawako nazielewa vizuri, hawako sijui niseme aje. Kuna kwaka wakati unasikiaka habari ndio unasikia kabisa hauzielewi, unasikia hauko nazipata kabisa mkichwa wako, unasikia zinakulumiza, ndio unaanza sema no haiwezekani, naacha sasa unachanganikisha watu. Ukishatia makomentari za vile unaacha batu deja banao unawachanganya, utaacha wanaanza sema no, kisha mbone hapa wanasema hivi. Ilfo muachane na ile ya kukua na tia pale komentari na hamujui kenye kinaendelea kabisa. Na wasi hayo realite ni ile pale kabisa kufroma eneo ya Sud Kivu, ile njo hali kwa sasa. Tuendelee na habari zetu, taarifa zetu, tuwapeleke huko Kinshasa ambapo muka ya Luka kulikuwa mvutano na Kabundi alijeruhiwa wakati karamu yake ikijiandaa kwa uhamasishaji.
Mvutano uliripotiwa Jumamosi hii katika wilaya ya Kaluka ambapo muungano wa mabadiliko ya Jean-Marc Kabundi AC ulikuwa ukijiandaa. Kulingana na maafisa kadhaa wa chama na picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii, Jean-Marc Kabundi aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa bunge la kitaifa na rais wa CHC alijeruhiwa wakati akijiandaa kushiriki katika shughuli hii ya kisiasa. Mfuasi mmoja anadai kuwa rais wa kitaifa Jean-Marc Kabundi alitishwa vikali Ijumaa hii kwenye daraja la Lubi na watu wa UDPS ambao walivuruga upitishaji wake, akilaani vitendo vinavyohatarisha maisha ya mwigizaji wa kisiasa na kukumbuka kuwa demokrasia inajengwa kupitia mijadala, sio vitisho. Hii parti politike yake Marc Kabundi inaendelea na maandamano yake tarehe 15 mwezi huu ambapo inakusudia kuitaka serikali ya Felix Tshisekedi kushiriki katika mazungumzo ya kitaifa ya kusuluhisha mzozo wa usalama mashariki mwa nchi unaoangaziwa na shughuli za AFC M23 zinazoungwa mkono na Rwanda na vikundi vingine vyenye silaha. Katika mkutano wake wa mwisho na waandishi wa habari, Jean-Marc Kabundi alishutumu kutoweza kwa serikali kushinda uasi kijeshi na akapendekeza mazungumzo ambayo yanajumuisha wapinzani wenye silaha na wasio na silaha. Inachukuliwa kuwa ngome ya makamu wa pili wa rais wa bunge la kitaifa Christophe Mboso na waziri wa haki za kibinadamu Samuel Bemba Kaluka mara kwa mara hupata mvutano wakati wa maandamano ya upinzani. Chama cha Delice Sanga cha Envole kilikuwa hivi majuzi kilikumbana na matatizo ya kufanya mkutano katika mtaa huo. Hiyo hali ilipitika huko Kinshasa. Jean-Marc Kabundi akajeruhiwa sana, na washukuru na sema asante kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu za kila wakati, na wasi kuendelea kusubscribe, kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Merci beaucoup.